أيها الإخوة، أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، ولقد فاز المتقون. يقول الحق مولى سبحانه وتعالى في محكم كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. Ndugu Islam, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na maghfira kipenzi wa daraja bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuko au tumeingia katika mwezi mtukufu ambao kwamba ni mwezi wa Dhulhijja, na katika mwezi huu vile vile tuko katika masiku ambayo kwamba pia ni matukufu ya 10 min Dhulhijja. Ndugu zetu ambao kwamba walipata fursa na taufiki ya kuelekea katika mji mtukufu wa Makkatul Mukarrama kwenda kutekeleza wajibu wa ibada tukufu ya haji, mimi na wewe ndugu zangu wa Islam bado tuko na matumaini kabla ya kufa kwetu au kabla ya kuondoka katika daru dunia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutujalie mimi na wewe kufika sehemu patukufu kama hapo. Lakini hii safari ndugu zangu wa Islam imeenda kumpatia mafunzo zaidi ya ule ambaye kwamba amefika katika ile safari, kwa sababu ukiwa sehemu au mahali hujapafika, wahamu yako ya kufika sehemu ile inakuwa maradufu kwa kuliko yule ambaye kwamba aliwahi kufanya nini kufika ile sehemu, kwa sababu yule ambaye kwamba amefika ile sehemu ako na experience ya vipi ambavyo kwamba alitembea katika safari ile. Lakini mimi na yeye ndugu zangu wa Islam, yastahili tuwe hii safari itaenda kutuelimisha, itaenda kutufundisha, itaenda kututoa katika maisha ya duniani na kutuingiza katika maisha ya akhera. Kwa hii safari ya haji ndio hutuba yangu ya leo nikaita Dhulhijja, rihlatun nafsi min ad-dunya ila al-akhirah. Mwezi wa Dhulhijja ni safari ya nafsi au ni safari ya kinafsi ya mwanadamu kumtoa katika dunia na kumpeleka katika maisha ya akhera. Wakati watu wanaelekea katika mji ule mtukufu wa Maka, utapata kuna watu wanawasindikiza kwenda kukumbusha dua ambayo kwamba anayoitaka yeye, kwa yule anaenda asimsahaulie kwa dua aliyoiomba, ili kule sehemu ni tofauti na sehemu tulionayo. Vile vile mtu aliyetoka haji, yeye anakuwa tofauti kwa mtu mwingine, kwa mujibu wa hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yeyote atakayetoka haji ni kama kawaladatuhu yauma ummi fi batni, yani ni sampuli ya vile mwanamke anaimtoa mtoto wake katika tumbo lake, yani ni kama alozaliwa leo, yani matendo yake yameenda kufutwa, yameenda kusafishwa, yanaanza upya ukurasa wake, ikiwa haji ile imeenda katika zile sharti ambazo kwamba Mwenyezi Mungu na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alizoziamrisha. Sasa hii rihlatun nafs, mimi na wewe stahili tutembee, tuwe na safari ya kinafsi, ambayo safari hii itatutoa mina dunia, katika huu mji wa duniani, kutupeleka katika darul akhirah,
kutupeleka katika mji wa akhira, wakati uko katika unaishi katika ulimwengu huu, lakini uko tayari kujenga, uko tayari kuweka msingi kwa nyumba ambayo kwamba utaishi nao milele akhira. Ndugu zangu waislamu, nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala ni'mati alhayati was-siha. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kutujalia neema ya maisha tunayoendelea nayo na siha njema tulionayo, wa anduballighana hadhihi al-ayyam al-mubaraka min dhul-hijja, na kutufikisha katika masiku matukufu ya dhul-hijja. Wa hiya ayyamu, nazo ni masiku qala anha an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, ma min ayyamin al-amalu salihan fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashara. Hakuna masiku ambayo kwamba yanapendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa amali njema tulizozifanya mbali ya masiku haya matukufu ya ashara min dhulhijja. Hata zile siku tukufu za mwezi mtukufu wa Ramadhani haziwezi kushinda siku hizi 10 za Dhulhijja kwa neema ambazo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameziweka. Ndio utapata katika hizi siku imeenda kusuniwa na kutiliwa mkazo sunnatul muakkada ya saum, imeenda kutiliwa mkazo katika wale watu ambao kwamba wanatasaddaq, wanatoa sadaka. Katika siku hizi zimeenda kutiliwa mkazo kwa watu kutembeleana, kushikamana, kuongezana mahaba, kutembelea wagonjwa, kusaidia wasiojiweza. Kwa sababu ofa ya siku hizi, ndugu zangu waislamu, ni siku ambazo kwamba mwanadamu atakapo tukufanya jema lile mfano wake katika masiku haya hakuna. Hadha musimu istiqadul arwah. Kwanza hii Dhulhijja ni season ambayo kwamba ya mwanadamu kuwa na msimu wa kiroho kuamka, yani roho yako wewe ni msimu wa kuamka kutoka katika dhulumat kuingia katika nur, kutoka katika ubaya kuingia katika uzuri, kutoka katika giza kuingia katika mwangaza. Hii istiqaz, ni siku ya kuamka, ni siku ya mwanadamu kuzinduka, ni masiku ya mwanadamu kujigundua, kuhasibu anfusahum kabla an yuhasabu. Ni mwanadamu awe tayari kuwa yeye ni mkosa na kugundua makosa yake. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu anasema, idha akbalat alfursatu faqtanimuha, itakapowakabili fursa yoyote ile ni lazima mwanadamu aikumbatie, ni lazima mwanadamu aipatilize. Fa innaha tamurru ma'arru as-sihab. Imam Ali anasema masiku haya yanapita mfano wa haraka mkubwa sana. Ndio pale bwana Mtume Muhammad akisema, igtanim khamsun qabla khamsin, patiliza mambo matano kabla ya matano hayajakupatiliza wewe. Moja katika matano, igtanim faraghaka kabla shughuli, patiliza fursa yako, patiliza nafasi yako kabla hujawa busy. Itakuja siku ya mwanadamu atakuwa na pesa lakini hana wakati wa kutumia pesa zile, kama wale ambao kwamba matajiri tulionao wenye mauwezo wa kwenda kuhiji, lakini nafsi zao hawajakuwa tayari kusafisha, hawajakuwa tayari kutembea na safari ya kiroho ya kutoka hapa duniani kuingia katika safari ya akhera. Ni kwa sababu huyu mwanadamu fursa ambayo kwamba ako nayo anaenda kuitumia fursa ile pasi kugundua maisha yake yanapotembea. Sasa mimi na wewe ndugu zangu waislamu, ni tukae kwanza tujiangalie nafsi zetu, tujigundue wapi tunakosea,
ili tupate kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kusafisha nafsi zetu. Pili, kullu nafsin laha rihlatuha, kila nafsi iko na safari yake. Kuna nafsul lawama iliyotajwa katika suratul qiyama, la uqsimu biyawmil qiyama wala uqsimu bin nafsil lawama. Hii ni safari ya nafsi. Na kuna nafsi inaitwa nafsul ammaratun bisu. Hii ni nafsi ambayo kwamba iliyotajwa katika suratu Yusuf, wama ubarri'u nafsi inna an-nafsal ammaratun bisu. Hii nao ni safari ya nafsi. Na vile vile kuna nafsul mutma'inna iliyotajwa katika suratul Fajr, ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna. Hii nao ni safari. Kwa hivyo mwanadamu ni lazima awepo anaigundua safari ya nafsi yake. Kuna safari inastahili iandaliwe kwa mapema ili ifike mahali inapofika, kwa sababu ni mbali. Hii ndio nafsi al-ammaratun bisu, nafsi mbovu kabisa. Na kuna nafsi zenye kujilaumu. Yastahili mwanadamu vile vile ajikumbushe na ajitayarishe nafsi ile kuiandaa safari ya haraka, kwa sababu ni nafsi ya kujilaumu. Wala uqsimu bin nafsil lawama. Ama mwisho kuna nafsi ambayo kwamba yenye starehe, nafsi iliyotulia, nafsi ambayo kwamba imefika katika safari ambayo kwamba inataka kufika. Na ni nafsi Mwenyezi Mungu akaita katika nidaa, wito mzuri, ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna. Ewe nafsi iliyotulia, ewe nafsi ulomakinika, irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa nafsi hii. Kwa hivyo safari ya haji ni safari ya kinafsi vile vile, lakini kila mwanadamu anajua safari hiyo ni vipi atatembea nayo, kwa sababu haiwezekani kwa mwanadamu ambaye kwamba anataka kusafiri lakini hapo tayari kujiandaa katika safari ile. Atakuwa mambo yake anayafanya kwa haraka, akishtuka amesahau kichana, akishtuka amesahau tikiti ya kuelekea katika safari ile. Kwa hivyo kullu nafs laha rihlatuha. Tujue katika Dhulhijja inatufunza kwa kila nafsi iko na safari yake ambayo kwamba yeye anaijua mwenyewe, bali al-insanu ala nafsihi basira, kama vile bwana mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema, wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nafsi ambayo kwamba mwanadamu anakuwa nayo ni lazima aitengeneze. Wa nafsin wa ma sawaha, ukiitengeneza nafsi ambayo kwamba uko nayo, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kisha huyu mwanadamu akafahamisha uovu wake na uzuri wake wa hiyo nafsi, akaorodhesha madhambi yake na mema yake, akaondosha zile mabaya ambayo kwamba alikuwa nayo na akaweka mazuri yake. Huyo mtu atakuwa kad aflaha man zakaha. Huyo mtu itakuwa amepata mafanikio. Huyo mtu itakuwa amepata faraja ya kuwa yeye imeenda kutakasa nafsi yake. Wakad khaba man dasa. Na yule yote ambaye kwamba yeye hakuwa tayari kuitakasa nafsi, basi yeye amekuwa ni mwenye kuhasirika fi dunia wal akhirah. Pia vile vile safari ya haji inakuwa ni mwanadamu anakuwa yeye anajiingiza kiroho ya siyam, kufunga, wa dhikru was salat, kumtaja Mwenyezi Mungu pamoja na swala. Izadatu rihlatu ila al-akhirah, itakufanyisha safari hiyo kukuonesha njia ya kuelekea akhira. Ndio kaambiwa yule ambaye kwamba atafunga hii mwezi au atafunga katika masiku matukufu haya 10 min Dhulhijja, atakuwa yeye anawekwa ni sawa kwa yule ambaye kwamba
alosamehewa madhambi yake ya mwaka uliopita na mwaka utakaokuja. Wakati huyu mwanadamu amefunga siku moja katika masiku haya tunayoyaona, anasamehewa madhambi ambayo kwamba yamemtangulia ya mwaka mzima, na vile vile atasamehewa madhambi ambayo kwamba yatakayokuja ya mwaka. Zama hizi ofa ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuwekea. Kwa hivyo funga ya mwezi mtukufu, kutoa kuswali kwa sana, Qur'ani kwa sana, inapelekea huyu mwanadamu kufunguliwa zile njia ambazo kwamba zitampelekea yeye kuelekea akhira wakati uko katika dunia. Hayatu nafs fil itaa lillahi subhanahu. Ukitaka uhai wa kinafsi ni lazima ujaribu kuwa na mkono wa kufungua, sio wa kufunga. Ni lazima uwe na mkono wa kutoa, sio wa kupokea. Ni lazima uwe unasaidia sana kuliko kusaidiwa. Utafungukiwa kinafsi, itakuwa maisha yako yanauika na nafsi ambayo kwamba inasubiri katika akhira, inasubiri maisha ya milele, inasubiri katika maisha ambayo kwamba mwanadamu anastahili ayatengeneze maisha kama yale. Ndio pale Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema, inna Allaha yuhibbu an yara athara ni'matahu ala 'abdihi. Mwenyezi Mungu anapenda sana kuona neema ya athari ya mja wake katika yeye mwenyewe, lakini wa yuhibbu an yara 'abduhu yu'ti minha linnas. Lakini anapenda zaidi kuona neema aliyompatia mja wake anamsaidia mtu mwingine. Kwa mfano, nimebarikiwa pesa, ni neema Mwenyezi Mungu amenipatia, anaona raha kunipa neema ile, lakini anaona wema zaidi nitakapoitoa pesa ile kwa mtu mwingine, kwa mja wake mwingine. Kama vile ambavyo kwamba ukisaidia mwenzako, Mwenyezi Mungu anapata furaha zaidi kwa vipi yeye amekusaidia na wewe umejisaidia. Hii iko katika vipi mwanadamu anasadda wa musaada wa rahma, hiya wasailu ihya nafsi wa istidad al-akhir. Kutoa sadaka, kusaidia, kuhurumia watu, hiyo inakupatia njia ambayo kwamba huyu mwanadamu ya kinafsi, na vile vile kuwa na matayarisho ya siku ya akhira. Mwisho, al-hajjul batini ma'rifatullah. Ukitaka kujua hija ya kindani, si kwenda kuzuru peke yake, si kwenda kutembea haji, si kwenda kufanya ibada ya haji ile kwa miguu yako, bali al-hajjul batini, wanasema haji ya kindani ma'rifatullah, ni kumjua Mola wako. Ndio ule Imam Ali anasema, man arifa nafsahu faqad arifa rabbahu. Ukijua nafsi yako umemjua Mola wako. Sasa ni lazima tukae na tuangalie vipi tutakuwa na ujuzi wa kumjua Mola wetu tunayemwabudu. Tutakapomgundua Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake, kwa huruma yake, kwa neema ambazo kwamba aliwapatia wale muasi na ambaye kwamba hawakumuasi, wale wapatia wale na dini ambayo kwamba ni ya Kiislamu na wasiokuwa na dini ya Kiislamu, ni huyu mwanadamu atakapokuwa na maarifatu rabbah, kumjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ikhwati alkiram, ndugu zanguni waislamu, linunabbi nidaa rihlat dhulhijja, ni lazima tuitikie mwito wa safari ya dhulhijja. Innaha rihlatun dakhiliya, kwa sababu hii safari ni ya kindani. Min amradhi dhunub ila sihhati taqwa, kututoa katika maradhi ya kimoyo, kutoa katika madhambi ambayo kwamba tuliyoyafanya na kuingiza katika siha ya uchamungu. Falinaghfiru linaghfira Allahu lana, tusameheane ili Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atusamehe. Na vile vile linasum, tufunge, walinad'u Allah, na tumuombe Mwenyezi Mungu,
walinuhassinu al-amal, na tufanye matendo mema zaidi, walinubaida anil kalami alladhi la faidatan alayhi, na tuwe mbali na maneno na vikao vinavyotaja maneno yasiyokuwa na faida, walinuhakkimu quyud al-ghadab, na tukate minyororo ya hasira, walqaraha, na uchukivu wa nafsi na chuki ambazo kwamba tulizonazo, kwa sababu illam tastati an tahiju biqadamai, ikiwa huwezi kuhiji kwa miguu yako, fahujju biqalbik, basi hiji kwa moyo wako. Sum, funga, wad'u, omba, watasaddaq, na utoe sadaka, waghaddi almarid, na vile vile utembelee wagonjwa, wasfah, na uwe ni mtu mwenye kusamehe, wataamal, na uwe na taamali na kufikiria makhlukati Allah. Tilka hiya arkanun rihlatu nafs min ad-dunya ila al-akhirah, hiyo ndio inakuwa ni katika nguzo ya kukutoa katika safari ya duniani na vile vile kukupeleka katika safari ya akhira. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni wenye kutakasa nafsi zetu katika masiku haya matukufu, na vile vile Mwenyezi Mungu atupatie moyo wa kuongeza mazuri ambayo kwamba yatatupatia uzani katika hasanati zetu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni wenye kufika katika يوم Arafa tukiwa na hali ya sihatu wal afia. Nas'alullah al-auna wa tawfiq bima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.